Naam, asante kwa kujiunga nasi na kuendelea kuchagua Channel 10 Plus kama kituo chako bora kabisa. Mtazamaji, nikukaribishe katika habari ya kutwa nzima ya leo, ikiwa na Milulu Ali, lakini hapo baadaye tutajiunga na Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani. Karibu tu sote, na habari kubwa usiku huu leo tunaangazia huko mjini Tripoli nchini Libya, ambapo ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya UNSMIL umelaani ukiukwaji wa mapatano katika mji mkuu wa Tripoli, ambapo mapigano yamezuka mapema asubuhi kati ya makundi hasimu yenye silaha wakati wa sherehe za Eid al-Adha. Tupate undani wa taarifa hii. Katika taarifa, UNSMIL ilizitaka pande zote kuheshimu mapatano yaliyokubaliwa na kujiepusha na vitendo ambavyo vinaweza kudhoofisha. Migogoro inapotokea katika maeneo ya mijini, mwelekeo wa kuuawa kwa raia ni mkubwa sana, ujumbe huo ulisema, ukitoa wito kwa pande zote kuepuka vitendo vya uchochezi na kuamua mazungumzo kupitia utaratibu wa kusitisha mapigano. Imebainisha kuwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika taarifa yake kwa vyombo vya habari hivi majuzi limetaka wale waliohusika na mashambulizi dhidi ya raia wawajibishwe. Walioshuhudia walisema mapigano yalizuka mapema Jumatatu kati ya makundi hasimu yenye silaha katika sehemu ya Tripoli na kuzua hofu miongoni mwa raia. Hakuna majeruhi walioripotiwa kufikia sasa. Wizara ya Ulinzi ya Libya ilithibitisha kuwa mapigano hayo yamemalizika na kuonya dhidi ya kurudia ukiukwaji huo, na akasisitiza tena utayari wake wa kuchukua hatua muhimu ili kuhakikisha usalama. Tripoli ilishuhudia kuzuka kwa ghasia mara kwa mara, ikiwa ni pamoja na mapigano makubwa mwezi uliopita kati ya vikosi tiifu vya serikali ya Umoja wa Kitaifa GUN na kitengo cha usaidizi wa utulivu, kikundi kilichojihami kwa nguvu na ushawishi katika mji mkuu. Libya imesalia kugawanyika tangu maasi ya mwaka 2011 yaliyoungwa mkono na NATO yaliyomuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi. Nchi hiyo imegawanyika kati ya tawala zinazohasimiana. GUN inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa huko Tripoli na serikali yenye makao yake makuu mashariki inayoungwa mkono na jeshi la taifa la Libya LNA chini ya kamanda Khalifa Haftar. Jeshi la Libya ambalo ni sehemu ya vikosi vya kijeshi vya nchi hiyo linarejelewa tofauti na LNA ambayo ina utambulisho wake tofauti. Shabani Mpute, Channel 10 Plus. Urusi imefanya mashambulizi mapya ya drone na makombora katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, pamoja na mji wa bandari wa Odessa na kusababisha mauaji ya watu wawili. Tupate undani wa taarifa hii. Baada ya Urusi kuvurumusha droni zaidi ya 300 na makombora 7 nchini Ukraine, Rais Volodymyr Zelensky amewatolea mwito washirika wake ambao ni mataifa ya magharibi kujibu kwa kuichukulia hatua kali Urusi. Zelensky aliandika katika mitandao yake ya kijamii kwamba angelipenda Marekani ichukue hatua, huku akisema taifa hilo lina nguvu ya kuilazimisha Urusi kuingia katika makubaliano ya amani. Aliendelea kuandika kuwa Ulaya, ambayo haina budi ila kuungana kwa nguvu moja, pia inapaswa kuchukua hatua kali dhidi ya Urusi kufuatia hatua yake hiyo ya kuendelea kulishambulia taifa lake. Wakati huo huo, gavana wa Odessa Oleg Kipa amesema watu wawili wameuawa katika mashambulizi hayo ya Urusi yaliyofanywa usiku wa kuamkia leo katika makazi ya watu mjini humo. Watu wengine 9 walijeruhiwa katika mkasa huo. Urusi pia inadaiwa kulenga hospitali inayotoa huduma za kujifungua, eneo la dharura na makazi ya watu. Gavana Kipa amesema watu wote waliokuwa katika hospitali hiyo ya wanawake waliondolewa kabla ya eneo hilo kulengwa. Urusi imezidisha mashambulizi yake Ukraine, ambayo pia imekuwa ikijibu mashambulizi ya Moscow kwa kushambulia maeneo ya ndani ya Urusi, wakati mazungumzo yaliyofanyika mjini Istanbul, Uturuki, yakifeli kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyodumu kwa miaka 3. Filipina Ndwata, Channel 10 Plus. Jeshi la magereza nchini Tanzania limepongezwa kwa utendaji wake uliotukuka kwenye kusaidia wafungwa katika kuwarekebisha kitabia kwa muundo wa kibinadamu na taaluma bora ya jeshi hilo, huku akitakiwa kuendelea kutoa haki inayostahili kama katiba ya nchi inavyoeleza. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi.
Akifungua mafunzo ya kuwajengea uwezo maafisa sheria na maafisa urekebu wa Jeshi la Magereza kuhusu huduma za msaada wa kisheria, mapokezi ya wafungwa na adhabu mbadala, Kaimu Katibu Mkuu Wizara ya Katiba na Sheria Dr. Franklin Lwezimula amesema Jeshi la Magereza linapaswa kushughulika na wafungwa kwa misingi ya utu na ubinadamu ili wanapotoka wawe raia wema. Mtapata fursa ya kipekee ya kuongeza maarifa, kubadilishana uzoefu, kutafakari kwa mapana nafasi ya sheria katika kulinda haki za kila mtu, wakiwemo wafungwa na mahabusu, hasa kwa wale waliokosea waweze kurekebishwa na kurudishwa katika jamii. Aidha, mtapata mbinu bora za kushughulikia wafungwa kwa njia ya kibinadamu, ya kitaalamu na yenye lengo la kuwabadilisha kitabia. Hii huchangia kupunguza marudio ya uhalifu baada ya wafungwa kuachiwa huru. Kwa upande wake, Kamishna wa Sheria na Uendeshaji wa Jeshi la Magereza Tanzania Nicodemus Tenga amesema kupitia kampeni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia Legal Aid Campaign imewafikia wafungwa na mahabusu zaidi ya 12,000, huku mkurugenzi wa Katiba na ufuatiliaji wa haki Wizara ya Katiba na Sheria Jenny Limo akichagiza namna mafunzo hayo yatakuwa na tija kwa maafisa hao. Kampeni ile ya msaada wa kisheria ya Mama Samia imekuwa na manufaa makubwa sana katika Jeshi la Magereza, ambapo jumla ya wafungwa na mahabusu zaidi ya 12,000 wamepata huduma ile. Hata hivyo, mafunzo haya yatatoa nafasi ya kupata mbinu mpya za kukabiliana na changamoto hizo kwa njia ya kitaalamu, lakini pia ubunifu na kwa njia ya kushauriana uzoefu. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Singida Martha Mlata ametaka serikali kuendelea kuwa na ukweli na uwazi kwa fedha inazozitoa kwa wananchi kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo na fedha hizo kutumika kama ilivyokusudiwa. Rafuru Kinala ameandaa taarifa ifuatayo kutoka mkoani Singida. Kamati ya siasa ya mkoa wa Singida ikiongozwa na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Singida Martha Mlata imeanza ziara ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo. Hapa ni katika halmashauri ya Singida vijijini, ambapo kamati hiyo imefika kukagua ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri hiyo, na taarifa ya ujenzi wa jengo hilo ikawasilishwa kwa kamati hiyo. Ujenzi wa jengo la mbele umekamilika kwa 100% na jengo linatumika tangu Julai 2023. Ujenzi wa jengo la nyuma ya rear wing umefikia 97%, ambapo kazi iliyobaki ni kufunga vifaa vya mfumo wa tehama. Akizungumza mara baada ya kupokea taarifa hiyo, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Singida Martha Mlata akaipongeza serikali kwa kuwa na ukweli na uwazi katika fedha inazozitoa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, kila anayoipeleka. Mama anasema nimepeleka milioni kadhaa kujenga daraja, wananchi wote wanakuwa wanajua. Alafu baadaye anawaambia daraja hili limeshakamilika kwa kiasi hiki. Kwa kweli ni hatua kubwa sana ambayo tunamshukuru mama, kwamba fedha zote zinaletwa, kila mtu anajua kwamba hela imeletwa hapa, kama ni milioni, kama ni bilioni, na imeletwa kwa ajili ya nini. Lakini jambo lingine ni matumizi yake. Kwa kweli pamoja na yote, fedha nyingi zimeendelea kuja, lakini matumizi yake yamekuwa yakienda vizuri sana. Mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego akatoa wito kwa watendaji kumtumia katibu tawala mkoa inapojitokeza changamoto. Wanatoka hapa wanaweza kwenda mpaka Dodoma, rasi yuko pale pale amekaa. Wakati wa kuja kukwamua hili yuko pale mkoani. Ndio mwenye hela zote hizi anazozisimamia zote. Huu ni mwezi wa 6. Naongea hivyo tusije tena tukafika tarehe 30 hela zikaanza kuvuka mwaka. Wajumbe wa kamati ya siasa mkoa nao wakatoa maoni yao. Na tunajua sisi chama tukiambiwa kuna jengo limejengwa tufike tulione hili hapa. Watoa ushauri. Kwa hiyo niwapongeze sana mkuu wa mkoa, tupongeze sana. Tunajua mambo ni mengi
lakini yote yatakwenda kwa pamoja. Ndio maana na changamoto nyingine nyingi ambazo mnaweza mkaziepuka na mkasaidia wananchi kwa maana kukamilisha ujenzi kwa wakati, ili mwisho wa siku hela zilizotengwa hizi zitumie muda mrefu sana. Kutoka mkoani Singida, Rafur Kinala, Channel 10. Zoezi la kuwapokonya raia silaha kwa hiari litaendeshwa na jeshi la ulinzi la Sudan Kusini, huku likisema litaanzisha zoezi la kukusanya silaha kutoka kwa vijana watakokuwa tayari kusalimisha kwa hiari katika maeneo ambayo yako chini ya sheria ya hali ya dharura. Jeshi hilo limesema baada ya zoezi hilo utafuata mchakato wa kuwapokonya watu silaha kwa lazima utakofanywa na kikosi maalum katika kaunti za Rap na Mayom, ambako wiki iliyopita Rais Salva Kiir alitangaza hali ya dharura kufuatia hofu ya usalama kwa kipindi cha miezi 6. Maeneo hayo yanakabiliwa na ongezeko kubwa la machafuko ikikabila kihusisha wizi wa mifugo. Msemaji wa jeshi la ulinzi la Sudan Kusini, Lul Rui Kong, amewaambia waandishi wa habari tayari kikosi cha kusimamia zoezi la ukusanyaji silaha kimepelekwa kwenye maeneo hayo. Changamoto mbalimbali za kiafya kwa wananchi mkoani Pwani zinakwenda kutatuliwa baada ya madaktari bingwa wa Mama Samia kupiga kambi kwa siku 6 mkoani Pwani ili kutoa huduma za kibingwa. Taarifa zaidi na Margaret Malisa anatueleza. Afisa program kutoka Wizara ya Afya, Idara ya Afya Uzazi, Mama na Mtoto, Joakim Masunga, amesema mbali ya kutoa huduma za kibingwa, madaktari hao pia watawajengea uwezo watoa huduma za afya namna ya kutumia vifaa vipya vilivyotolewa na serikali katika vituo vyao. Na imani baada ya kuwajengea uwezo watoa huduma wa afya ambao wanafanya kazi kwenye vituo hivyo ambavyo wataenda kutolea huduma, tutapunguza vifo vitokanavyo na uzazi pamoja na watoto, lakini pia tutaenda kusaidia, inawezekana kuna vifaa vingi serikali ya awamu ya 6 imeweza kununua ikapeleka kwenye vituo baada ya kuboresha miundombinu ya afya. Tuna imani kupitia ujio madaktari bingwa hawa wataenda kuvifunga na kuweza kuwafundisha watoa huduma namna ya kutumia vifaa hivyo muhimu. Mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Kibaha, Catherine Saguti, amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwahudumia wananchi kupitia madaktari hao bingwa katika maeneo mbalimbali. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea hili zoezi na kuwaruhusu hawa madaktari bingwa kutoka huko kwenye hospitali kubwa na kuja huku kwenye hospitali zetu za halmashauri. Mganga mkuu wa mkoa wa Pwani, Daktari Urio Kusirie, amewapongeza madaktari hao kwa kujitoa kuwahudumia wananchi na kuwaelekeza namna watakavyofanya kazi katika maeneo waliopangiwa. Kwa niombe pia katika kutoa huduma na katika kutoa know-how yenu kwa watumishi ambao tunaenda kuwasimamia, zile processes ambazo zinasimamia huduma na kuzuia maambukizi, kwa mfano kama IPC, niombe sana tukazisimamia. Nyingine kuna clinical workouts ambazo inawezekana haziwi comprehensive, na inawezekana wengine ni wanafunzi wenu. Naomba tu to spend time tuwakumbushe wajibu wao. Grace Malisa, Channel. Rais wa mamlaka wa Palestina Mahmoud Abbas amesema kundi la wanamgambo la Hamas linapaswa kuweka chini silaha na kwamba haliwezi tena kuwatawala ukanda wa Gaza. Katika barua yake aliyomwandikia Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mwanamfalme Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Abbas ametoa mwito wa kuwapeleka kikosi cha kimataifa kuwalinda Palestina kulitaka kundi la Hamas kusalimisha silaha zao kwa vikosi vya usalama vya mamlaka ya ndani ya Palestina. Rais Macron wa Ufaransa na mwanamfalme Mohammed bin Salman wanatarajiwa mwezi huu kuongoza mkutano utakaojadili suluhisho la mgogoro wa Mashariki ya Kati kupitia mpango wa kuondoa madola mawili ya Palestina na Israel. Katika barua hiyo, Abbas amebainisha hatua anazoamini zinapaswa kuchukuliwa kumaliza vita vya Gaza na kupatikana amani katika Mashariki ya Kati.
Mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Salama Mbaruko Hatib amewataka wadau wa elimu mkoani humo kushirikiana katika kukabiliana na changamoto zinazokwamisha maendeleo ya elimu kwa wanafunzi. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka mkoani Kaskazini Pemba inafafanua zaidi. Akizungumza na wadau wakati wa kutambulisha programu ya Niache Nisome, mkuu wa mkoa amesema kupitia programu hiyo serikali ya mkoa huo imelenga kuwawezesha wanafunzi wote wanaoandikishwa kumaliza hadi ya elimu ya lazima bila ya vikwazo. Kampeni hii ya Niache Nisome tumeiasisi kwa sababu 3 za msingi. Moja ni kuisaidia serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kuhakikisha kwamba tunawakomboa watoto wote kuweza kupata elimu. Hilo ni moja. Lakini la pili ni kuisaidia familia pamoja na jamii kujenga uelewa juu ya zana nzima ya watoto kupewa haki zao za msingi kama watoto, ikiwemo suala la kupata elimu. Kwa upande wake mkuu wa wilaya Micheweni Hatibu Juma Mjaja na mkuu wa wilaya Wete Abdalla Rashid Ali wamesema programu hiyo itasaidia kuishajihisha jamii kuwekeza katika sekta ya elimu. Lakini ndoa za mapema zipo, mimba za utotoni zipo. Kwa hivyo programu hii itasaidia sana kwenye kuishajihisha jamii na kutuweka kwenye nafasi nzuri kielimu, jambo ambalo kidunia ndio msingi mkuu wa maisha duniani kote. Ofisi ya mkuu wa mkoa Kaskazini Pemba ikaona ni vyema katika stage hii ya initial au katika stage hii ya planning tushirikishe wadau mbalimbali kutoka kwenye taasisi mbalimbali ambazo kwa namna moja ama nyingine wana nafasi au wana jukumu la kuhakikisha kwamba jamii hizi zinabaki kuwa salama. Programu ya Niache Nisome itatekelezwa kwa kipindi cha miaka 2 na imelenga kuhamasisha jamii kusimamia maendeleo ya elimu kwa watoto wao. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 25.2 kwa ajili ya kuanza kwa ujenzi wa kiwango cha lami na kuwekataza barabarani kwa kipande cha barabara kati ya makao makuu ya wilaya ya Ngorongoro mkoani Arusha, mji wa Waso mpaka mji mkongwe wilayani humo wa Loliondo. Kipande hicho kilichofanywa usanifu mwaka 2012 ni sehemu ya barabara kuu ya Mto hadi Loliondo ya urefu wa jumla ya kilomita 217. Taarifa kamili na Novatus Makunga kutoka Arusha inatueleza. Mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda anashuhudia kusainiwa kwa mkataba huo kati ya wakala wa barabara nchini TANROADS na mkandarasi kampuni ya China Ying Limited ya nchini China. Manager wa TANROADS mkoa wa Arusha, mhandisi Reginald Masawe, ameeleza ujenzi wa barabara hiyo utachukua miezi 12. Leo tumesaini mkataba huu kwa gharama ya shilingi bilioni 24 na shilingi 257 milioni. Inahusisha ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami, lakini tutakwenda kujenga pia baadhi ya maeneo madaraja, kuna maeneo korofi ambayo yanasumbua muda mrefu kwa mafuriko. Kwa upande wake mkandarasi Lin Wenlan ameeleza kwamba kwa sasa wanakamilisha maandalizi kwa ajili ya kuanza kazi rasmi mwezi ujao. And we are expecting to start this project earlier of July or August. So according to our company's capacity, as we understand. Mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda anaelekeza ujenzi huo ukamilike kwa muda usiozidi miezi 12, lakini katika ubora mkubwa. These people have been waiting for so long. Wamekuwa kwenye maisha ya kusubiri na wamekuwa kila siku wanasikiliza bana, tunajenga. Sasa tumemwomba rais wetu, amekuwa msikivu, ametuletea fedha ili kuhakikisha kwamba barabara inafanya nini, inajengwa. Na ukifanya chini ya miezi hiyo 12, sio tu mimi peke yangu utakuwa umeniconvince.
kuanza kwa ujenzi wa barabara hiyo inayounganisha makao makuu ya mkoa wa Arusha na wilaya ya Ngorongoro ni awamu ya pili ya ujenzi kwa kiwango cha lami kwa barabara hiyo ya Mto Mbu hadi Loliondo, kwani awamu ya kwanza ilikuwa ya kipande kati ya Waso na Sale chenye urefu wa kilomita 49. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mheshimiwa Hamza Hamis amewataka wananchi wanaofanya shughuli kwenye fukwe kutoharibu mazingira na badala yake wafuate sheria ikiwemo kutotupa taka ovyo. Ametoa wito huo wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Asia Mwadini Mohamed aliyetaka kujua mkakati wa serikali wa kusimamia utunzaji wa mazingira ya fukwe. Akiendelea kujibu swali hilo, Naibu Waziri Hamis amesema kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua za kusimamia sheria ambayo inataka wananchi kuacha kufanya shughuli za kibinadamu ndani ya mita 60 kando mwa vyanzo vya maji. Aidha, Mheshimiwa Hamis amesema serikali kupitia ofisi ya Makamu wa Rais kwa kushirikiana na mamlaka ya hifadhi ya mlima Kilimanjaro KINAPA itaendelea kupambana na vitendo vya uharibifu wa mazingira katika mlima Kilimanjaro vikiwemo uchomaji wa moto. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo, na sasa tukapata mapumziko mafupi, tukirejea tunaendelea mbele na habari za biashara. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus, baki nasi.